Ujambo popote ulipo msikilizaji wa Kwetu News 24 mahali popote unapotutegea sikio. Karibu tena kupata habari zetu za wasaa kama na huu. Ikiwa leo ni tarehe 18 Juni 2026, hii ni Kwetu News 24. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni kwamba hapo jana usiku wa saa 1 kituo cha Minembwe na maeneo yake ya jirani ilikuwa chini ya udhibiti wa vikosi vya Wazalendo. Evariste Ndayishimiye anatoa shukrani za dhati kwa Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FECOFA DRC kwa utendaji wao vizuri kwenye kombe la dunia. Seneti inalaani kuendelea kukaliwa na maeneo kadhaa ya muungano wa RDF M23 na kudai kuheshimiwa kwa haki za amani. Kombe la dunia la 2026, Leopard wa DRC waishinda Ureno. Vifaa vya mahabara vilikabidhiwa Alhamisi huko jijini Kinshasa, mji mkuu wa DRC, kwa mkuu wa mahabara kuu ya mifugo na mfugo wa kilimo wa Umoja wa Mataifa FAO ili kuimarisha uwezo wa kugundua mapema, udhibitisho, kesi na usimamizi wa hatari za kiafya kulingana na shirika la Kongo ASP. Moja kwa moja tufungue ukurasa wetu wa habari za uko Minembwe. Ni kwamba tangu ya jana usiku saa 1 kituo cha Minembwe na maeneo yake ya jirani ilikuwa chini ya udhibiti wa vikosi vya Wazalendo. Katika muktadha huu, anatoa wito kwa jamii zote kushirikiana na vikosi vya FARDC Wazalendo ili kuchangia katika kurejesha na kudumisha amani, usalama na utulivu katika eneo letu. Ninawahimiza kila mtu aweke kipaumbele kuishi kwa amani, mazungumzo na kuheshimiana bila kujali asili yetu au uhusiano wetu wa kijamii. Mshikamano wa kijamii ndio msingi wa jamii imara, dhabiti na yenye mafanikio. Lazima tukatae matamshi ya chuki, ngawanyiko na aina zote za vurugu, na badala yake tuendeleze upendo kwa jirani zetu, mshikamano na usaidizi wa pande zote. Pia na wasi wakadhi wote kutekeleza wajibu wa kujizuia wakati huu ili kuepuka vitendo vyote vinavyoweza kuhatarisha juhudi za amani pamoja kwa umoja. Kuheshimu mtu wa kila mtu na kujitolea kwa manufaa ya wote, tunaweza kujenga mustakabali bora kwa Minembwe na kwa watu wote wa nyanda za juu. Ni masemo yake na Luvumbu Kibamabala. Evariste Ndayishimiye anatoa pongezi zake za dhati kwa Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FECOFA DRC kwa utendaji wao vizuri jana kwenye kombe la dunia. Alitetea rangi za kanda ndogo na Afrika mzima kwa uamuzi wa mfano, vipaji vya ajabu na roho ya mapigano inayoheshimu bara letu katika jukwaa la dunia. Kupitia ujasiri wao uwanjani ulionyesha nguvu na ustahimilivu wa vijana wa Kiafrika. Zaidi ya michezo, utendaji huu ni ishara ya umoja, fahari na matumaini kwa jamii nzima ya Afrika Mashariki na kwa bara la Afrika. Matakwa yangu yote mema ya mafanikio katika mashindano haya ya kihistoria yaliyobaki. Ndugu zangu, Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, tafadhali kubali mshikamano wetu wa kindugu na usaidizi ulio nyuma. Ni maoni yake Evariste Ndayishimiye. Mashariki mwa DRC, Seneti inalaani kuendelea kukaliwa kwa maeneo kadhaa na muungano wa RDF M23 kudai kuheshimiwa kwa ahadi za amani. Wakati wa mwisho wa kikao cha kawaida cha Machi 2026, Rais wa Seneti Jean-Michel Sama Lukonde Kenge alithibitisha tena uungaji mkono wa baraza la juu la bunge kwa mipango ya kidiplomasia inayoongozwa na Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi ya kurejesha amani na utulivu mashariki mwa DRC. Pia alilaani kuendelea kukaliwa kwa maeneo fulani na muungano wa RDF M23 AFC na kutoa wito kwa pande zote husika kuheshimu ahadi zilizotolewa ndani ya mfumo wa michakato mbalimbali ya amani. Kombe la dunia la 2026, Leopard wa DRC waishinda Ureno sare katika kurudi kwao kombe la dunia baada ya kutokuwepo kwa miaka 52. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipata sare moja dhidi ya Ureno Jumatano Juni tarehe 17 katika mechi ya kufuzi ya kundi la K. Wareno walipata uongozi wa mapema kupitia Joao Neves dakika 6, lakini Leopard
wakiwa imara na wenye nidhamu, walijibu kabla ya mapumziko. Katika kipindi cha kwanza cha mapumziko dakika 35, Yohan Wissa alifunga kwa kichwa cross kutoka kwa Arthur Maswaku na kuifungia Kongo bao la kwanza la kombe hili la dunia. Kwa matokeo ya DRC na Ureno zote zina pointi moja katika kundi K kabla ya mechi kati ya Colombia Uzbekistan. Wanaume wa Sebastien de Sabre watakabiliana na Colombia mnamo Juni tarehe 24, kisha Uzbekistan mnamo Juni 28. Sare hii zidi ya umoja ya vigogo wa soka duniani ni mwanzo nzuri kwa Leopard katika kombe hili la dunia la 2026. Vifaa vya mahabara vilikabiliwa Alhamisi huko Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mkuu wa mahabara, mkuu wa mifugo na mfuko wa kilimo wa Umoja wa Mataifa FAO, ili kuimarisha uwezo wa kugundua mapema, udhibitisho wa kesi na usimamizi wa hatari za kiafya, kulingana na shirika la habari la Kongo AFP. Mchango huu unajumuisha kipimo joto cha kisasa cha wakati halisi, jokofu na usambazaji wa vitendanishi na vifaa vya matumizi. Uingiliaji kati huu unakuja katika muktadha wa kuibuka tena kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola mashariki mwa DRC. MONUSCO yatangaza kifo cha mkandarasi wa ndani kutokana na Ebola. Kikosi cha udhibiti wa shirika la Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO kimetangaza kifo huko Beni cha mmoja wa wakandarasi wake walioajiriwa ndani waathiriwa na ugonjwa wa virusi vya Ebola. Katika taarifa, kikosi hicho kinabainisha kuwa mtu huyo hakuwa akifanya kazi katika kituo cha MONUSCO tangu Mei 22. Pia alionyesha kwamba hakuwa na njia ya kufika katika eneo hilo kwa siku 21 kabla ya udhibitisho wa utambuzi wake. MONUSCO inathibitisha kwamba anafuatilia kwa karibu hali hiyo kwa kushirikiana na mamlaka husika za afya, huku akisisitiza tena kujitolea kwake kuheshimu hatua za kuzuia na kudhibiti janga hilo. Waziri wa michezo na burudani DJ Budimbu alipokea shangwe kubwa kutoka kwa wanachama wa diaspora wa Kongo waliokusanyika huko Houston kando ya kombe la dunia la 2026. Walisifu utendaji wa kihistoria wa Leopard dhidi ya Ureno bao 1-1 na kutoa wito kwa umoja wa kitaifa nyuma ya timu wakati wa mkutano ulioandaliwa mbele ya Rais wa Jamhuri Felix Tshisekedi, kulingana na chanzo cha michezo kilichowasiliana na AFP. Hata pale ambapo maadui wa Jamhuri wanapambana ugomvi, wanafurahi, wanacheza kwa sababu tulisimama dhidi ya Ureno na Cristiano Ronaldo. Tulisema watalia hawakulia. Tuwe na umoja nyuma ya Leopard. Fatibeto, waziri Didier Bandibu, alitangaza wakati wa mkutano huu na diaspora wa Kongo. Msikilizaji wa Kwetu News 24 mahali popote ulipo, mwisho wa habari zetu za siku ya leo. Kumbuka pia unaweza kupata habari hizi kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook pamoja na YouTube. Mimi sina la ziada hadi kwa wakati mwingine.